Tume huru ya uchaguzi ya IEBC Arusha onyo kubwa kwa viongozi wanaohusishwa na magenge, huku ikiwaeleza wataweza ni kunyimwa nafasi ya kugombea mwaka wa 2027. Karibu mtazamaji, ni kujuze hii ni Expertise 24/7. Tume ya kufanyisha uchaguzi hapa nchini IEBC kupitia mwenyekiti Erastus Ethekon imeweza ni kurusha onyo kubwa kwa viongozi wote ambao wanahusika na magenge hapa nchini. Kulingana na ripoti ya Ethekon, aliweza ni kurusha onyo kubwa kwa viongozi wote ambao wataweza ni kupatikana makosa ama kuweza ni kuhusishwa kwa kutumia magenge ya uhalifu katika mikutano tofauti tofauti ama katika hafla yoyote ile ya kisiasa, kwamba wataweza ni kunyimwa nafasi ya kugombea mwaka wa 2027. Kumbuka mtazamaji, tume hii ya IEBC ndio inayoidhinisha viongozi wote ambao wataweza ni kugombea katika viti vyote hapa nchini, kutoka kile cha urais mpaka kile cha MCA. Na sasa IEBC imeweza ni kupitisha ripoti hii wakati huu nchi ya Kenya inaelekea katika uchaguzi wa mwaka wa 2027. Imeweza ni kurusha onyo kubwa sana kwa watu ambao wataweza ni kupatikana makosa ama kuweza ni kuhusishwa na kutumia magenge ya uhalifu sana katika mikutano ya kisiasa, mikutano ambayo imeweza ni kupatikana magenge yanashambulia ama magenge yanapatana katika mikutano ya kisiasa, ama magenge pia yanalipwa pale ili yaweze ni kuharibu mikutano fulani ya kisiasa. Mtazamaji, haya yote yakiendelea, waziri wa ulinzi Kipchumba Murkomen ameweza ni kuachilia ripoti kwamba magenge yaliweza ni kuhusika kumshambulia Senator Osoti yameweza ni kutoroka hapa nchini. Murkomen aliweza ni kuachilia ripoti hii akisema kwamba watu waliohusika kumshambulia Senator Osoti upande wa Kisumu yaliweza ni kutoroka hapa nchini, huku uchunguzi ukiendelea venye waliweza ni kutoroka. Sasa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, kulingana na IEBC, hali ya mashambulizi ama kutumia magenge kuweza ni kuwa kiharibu hafla za kisiasa inachora hali ya hatari sana wakati kama huu ambapo nchi inaelekea kufanyisha uchaguzi mkuu. Na hii ikionyeshana kwamba kulingana na mambo ambayo tumeweza kuwa tukiona, tumeweza kuona video ambapo magenge haya uhalifu ambayo yameweza kuwa kibeba miti pale, wakati mwingine utaweza ni kusikia yameweza ni kubeba masilaha kama vile mpanga, yakiweza ni kuwa yakiangaliwa kwa umbali, ama wakati mwingine utaweza ni kuona yakiweza ni kuzindikizwa na maafisa wa polisi. Hii kiweza ni kuchora hali ya hatari zaidi iwapo magenge ambayo yanatumika ni nani sana anayehusika, wakati ambapo magenge labda waafisa wa polisi wanakaa mbali wakiweza ni kuangalia haya magenge ya kiendelea kufanya hali ya kuweza ni kuharibu amani, ama pia kuvamia biashara, ama pia kuharibu mikutano ya kisiasa. Kumbuka mtazamaji, wakati wote mwanasiasa anapanga mpango wa kuweza labda ni kuelekea mahali katika shughuli yoyote ile, lazima kwamba aweze ni kuwa amepatiana ripoti kwa maafisa wa polisi, ili kwanza aweze ni kuwekewa ulinzi, na pili aweze ni kuonekana iwapo ule mpango umeweza ni kupanga ama ile shughuli ameweza ni kupanga pale ni shughuli ambayo imeweza ni kuitikizwa kisheria. Sasa swali linakujia hapa, magenge ambayo yameweza ni kuwa yakitumika na wanasiasa kulingana na hali ambayo imeweza ni kuwa ikiendelea, magenge haya kulingana na ripoti ambayo Kipchumba Murkomen aliweza ni kuachilia, ni magenge ambayo yanalipwa ama yanafanya kazi kulingana na mtu ambaye aliweza ni kulipa pesa mingi. Sasa swali kubwa ni iwapo magenge haya yanafanya kazi na mtu ambaye yote tu ambaye anafanya ama ambaye anaachilia ama ambaye anapatiana pesa mingi, hii ni hali ambayo inaweza ikakueleza kwamba kama nchi wakati huu sana tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, hii ni hali ambayo ni hali ya hatari zaidi, na ni hali ambayo ya kuweza ni kuogofya zaidi sana kwa wananchi ambao wako na biashara pale katika mitaa, ama ambao wako wanafanya shughuli za kuweza ni kuwa sana wakiweza ni kupita katika mitaa wakati wote kuna shughuli ama kuna mkutano wote ni wa kisiasa. IEBC
siku zote imeweza ni kupitisha ripoti na ikaweza ni kuonya onyo kubwa sana. Iwapo mwanasiasa yote ataweza ni kupatikana makosa ya kuweza ni kuhusika, kuweza ni kutumia magenge ama kuweza ni kuhusika kwa njia yote ile, kwamba yeye mwenyewe anahusika kuweza ni kuwatuma magenge, kupanga ama njia yote ile ya kuweza ni kuhusika kuweza ni kutuma magenge, ataweza ni kurushwa nje. Na ni vizuri mtazamaji wangu uweze ni kufahamu kwamba wakati wote kabla mtu aweze ni kupatiwa tiketi ya kuweza ni kuwa kiwania kiti chochote kile cha kisiasa, lazima aweze ni kuidhinishwa na kuweza ni kuwasilisha stakabadhi tofauti katika tume huru ya IEBC, ili aweze ni kupatikana kwamba yeye hana makosa yote, hana hatia yote ile, ili aweze ni kupatiwa tiketi kisheria ya kuweza ni kuwania kiti chochote hapa nchini, kutoka kile cha urais mpaka kile cha MCA, kiti ambapo kiko chini pale kabisa. Wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, kumekuwa na mazungumzo ya iwapo tume huru ya IEBC iko huru kamili kuweza ni kuwa ikifanyisha uchaguzi wa mwaka 2027. Wengi wakiweza ni kuhisi, kulingana na siasa tofauti, wakiweza ni kuhisi labda kuna watu ambao wameweza ni kuhusika pale kuweza ni kuingilia kazi ya IEBC, lakini shughuli muhimu ni mwaka 2027 IEBC lazima iweze ni kupatiwa nafasi ili iweze ni kufanyisha uchaguzi, ni iweze ni kuwasilisha watu ambao wataweza ni kuchaguliwa na Wakenya. Mtazamaji wangu, kwa hii ripoti niliweza ni kufahamishe kwamba tume ya IEBC imeweza ni kuachilia ripoti kwamba iwapo kiongozi yote ataweza ni kupatikana makosa ya kuweza ni kuhusika kutumia magenge ama kuhusishwa na magenge yale, ataweza ni kurushwa nje ya mpango wa kuweza ni kuwa kiwania kiti chochote hapa katika nchi yetu ya Kenya. Hii ni Expertise 24/7. Kufahamisha ripoti zinazojiri kutoka hapa Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Kuchukua muda wa sekunde moja kuweza ni kusubscribe au kufurahishwa na kazi ambayo tulifanya hapa Expertise 24/7. Asante sana kwa muda wako. Mungu akulinde. Tuweze kupatana katika nafasi nyingine bado hapa Expertise 24/7.